Maana mtu anasikia uko jina, anafanya kazi kwa Muhindi, anasikia mwanawe ana Muhindi anamuita jina, naye anachukua analeta kwake. Kwanza ushalijua hilo jina maana yake nini? Umelipenda. Nimelipenda tu bwana, anaitwa nani? Karsuna. Unajua Karsuna maana yake nini? Karsuna nguo ya ndani, chupi. Sasa unamuita mwanao kwa sababu Muhindi anamuita mwanawe Karsuna, na unamuita mwanao Karsuna. Ulizeni kwa sababu mnachukua majina tu. Jina limekaa tamu, kisunna sunna, Karsuna, kuna sunna sunna. Wewe nguo ya ndani hiyo. Hatuwezi tukakuhesabu na akili timamu kama hujaoa. Yoyote ambaye hajaoa haisabiki kwamba katimia. Aoe. Hiyo unayo akili, kwa sababu katika ndoa kuna mitihani mingi mule. Na wengine wanasema pata fedha, tuone upeo wa akili zako. Inawezekana ukajifanya una swali mtulivu na adabu kwa sababu una njaa. Ukipata hela hata wazee unaona kaa sisimizi tu. Wewe mzee toka ba. Vipi? Una shida una nini? Haya kwenda kule. Kwa kuna akili za uongozi, kuna akili za usimamizi wa familia, na kuna akili za kimasomo. Mwingine anaweza akawa na akili nzuri kwenye kusoma, lakini hana akili katika maisha. Yaani mahusiano yake na watu ovyo, lakini darasani huyu anayo akili. Darasani kila siku mtu wa kwanza, mimi siulizi akili hizo. Hizo akili za masomo. Kuna akili za kwenye siasa. Na wenye siasa ambao watumii vizuri akili za kwenye siasa, anataka kuzileta kwa mkewe. Anashindwa kutofauti. Hao ndo wanagombana na wake zao. Hizo akili za kwenye siasa usilete kwa mkeo. Nyinyi watu mnanielewa? Hebu jaribu kugawa matumizi yako ya akili. Akili zako katika kutafuta na kutumia zikoje? Hebu kila mmoja akafanya experiment binafsi. Si yake ya akili kwenye kutafuta na kufanya nini? Na kutumia ya akili zake zipoje? Akili zake katika mahusiano ya kijamii zipoje? Na ukiona maisha yako yote mfumo wako wa akili ni moja, umekwama. Wewe unataka kuonesha akili ya kuishi na wanayo, ndio akili hiyo hiyo ya wanao uishi na mkeo na babako? Hizi ni akili za kuishi na mkeo, hivi uishi na mwanao, hivi unaishi na wazazi wako.